Shalom mwana wa Mungu, na kusalimu katika jina la Yesu. Mungu wa mbinguni akubariki sana wewe unayetusikiliza na kutufuatilia katika channel yetu hii ya Uamsho wa Kanisa TV. Kama ambavyo nimekuwa nikikuambia siku zote na ninarudia tena, kanisa sharti lijengwe katika misingi ya neno la Mungu, na misingi ya neno la Mungu ndo msingi uliowekwa na mitume na manabii. Maandiko yanatuambia msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Msingi ukiharibika, mwenye haki atafanya nini? Tukiangalia katika maandiko matakatifu, Mtume Paulo anamwambia Timotheo, nimekuacha Efeso ili uweze kuwakataza wale ambao wanakwenda kinyume na neno la Mungu, wanahubiri kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya kwanza mstari wake ni 3, kama vile nilivyokusii ukae Efeso, nilipokuwa nikisafiri kwenda Makedonia, ili uwakataze wengine wasifundishe elimu nyingine. Mstari wa 4, wala wasiangalie hadithi na nasaba zisizo na ukomo ziletazo maswala, wala si madaraka ya Mungu yaliyo katika imani, basi ufanye hivyo. Hawa ni watu wa Mungu ambao waliwapanda watu wao, waliwapanda wasaidizi wao katika huduma na kuwaweka kila miji ili wasimamie kile ambacho Bwana anakusudia. Kama vile shetani anavyoweka mawakala kila eneo, tunaona na Mtume Paulo anamwambia Timotheo, kaa Efeso, wakataze wanaohubiri kinyume na neno la Mungu. Nasi tunasimama pia kwa ajili ya kuambia wanaohubiri kinyume na neno la Mungu kwamba huo sio msingi wa kanisa. Msingi wa kanisa lolote, kanisa ni tafsiri yake, manake ni watu walioitwa ekresia, manake ni watu walioitwa kutoka miongoni mwao. Maana yake kanisa msingi wake umejikita katika msingi wa mitume na manabii. Ukiangalia Zaburi ya 11 na mstari wake ni 3, Biblia inasema misingi ikiharibika mwenye haki atafanya nini? Lakini Biblia inajijibu yenyewe katika Mathayo 11, katika Mathayo sura ya 24 samani kuanzia mstari haleluya, Mathayo sura ya 7, sio 24, samani sana. Mathayo sura yake ni ya 7 na mstari wake ni wa 24. Acha tuangalie fungu hili, neno la Mungu linasemaje? Haleluya, haleluya mwana wa Mungu. Mathayo sura yake ni ya 7 na mstari wake ni wa 24. Basi kila asikiaye hayo maneno yangu na kuyafanya atafananishwa na mtu mwenye akili aliyejenga nyumba yake juu ya mwamba. Mvua ikanyesha, mafuriko yakaja, pepo zikavuma, zikaipiga nyumba ile, isianguke, kwa maana misingi yake imewekwa juu ya mwamba. Na kila asikiaye hayo maneno yangu asiyafanye atafananishwa na mtu mpumbavu aliyejenga nyumba yake juu ya mchanga. Hapa tunapata watu wawili. Mtu wa kwanza ni mpumbavu na mtu wa pili ni mwenye akili. Mwenye akili ndiye Biblia inamuita mwenye haki. Atafanya nini? Atajenga msingi wake juu ya mwamba. Na tunaposema juu ya mwamba, juu ya neno la Mungu. Neno la Mungu nani? Juu ya mwamba. Mwamba ni nani? Yesu Kristo. Mwenye haki atafanya nini? Anapaswa kujenga msingi wake juu ya mwamba. Hata ikija mafuriko, upepo, dhoruba hayawezi kuangusha. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nimekuwa nikusema msingi wa kanisa hili ni kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Msingi wa kanisa hili tumejikita katika neno la Mungu. Msingi wetu ni neno la Mungu. Sikiliza, maandiko yanatuambiaje katika kitabu cha Waefeso sura yake ni ya 2. Haleluya. Waefeso sura yake ni ya 2 na mstari wake ni wa 19. Basi tangu sasa ninyi si wageni wala wapitaji, bali ninyi ni wenyeji pamoja na watakatifu, watu wa nyumbani mwake Mungu. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ndiwe jiwe kuu la pembeni. Jiwe alilolikataa waashi limekuwa jiwe kuu la msingi. Jiwe alilolikataa waashi ni wakina nani? Waashi unaweza kuwa ni wewe mjenzi ambao unatakiwa kujenga juu ya mwamba huu, lakini umelikataa hilo jiwe. Unatakiwa kujenga juu ya msingi huu, lakini umekataa hilo jiwe. Ukilikataa hilo jiwe, leo wewe unaonekana kama ni mwashi, mjenzi ambao unatakiwa kujenga juu ya msingi wa jiwe hilo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kanisa shati jengwe katika
neno la Mungu. Lakini wako watu ambao wanatohoa maandiko, wanapoambiwa kuhusiana na kile neno limesema wanaanza kukataa. Wanatafuta neno likuandikwa kwa ajili ya kumpendezesha mtu au kwa ajili ya mtu fulani, kumvutia mtu fulani. Neno liliandikwa Mungu akiwaandikia watu wake wanaompenda waishi katika hilo. Na ndio maana huwezi kusema mimi nampenda Yesu. Yesu hatumpendi kwa kinywa. Yeye aliye na maneno yangu, huyo ndiye anipendaye. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia anachokisema hapa. Anachokisema hapa. Katika kitabu cha Yohana sura ya ngapi? Yohana sura ya 14. Sura ya 14 mstari wa ngapi? Yohana 14 mstari wa 24. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu. Haya, mstari wa 23 anasemaje? Yesu akajibu akamwambia, mtu akinipenda atalishika neno langu, na Baba yangu atampenda, nasi tutakuja kwake na kufanya makao kwake. Mtu anayempenda Yesu analishika neno lake. Huwezi ukasema nampenda Yesu alafu ulishiki neno lake, wewe ni muongo. Ndio maana akasema mstari wa 24. Sikiliza, Yohana 14:24. Mtu asiyenipenda yeye hayashiki maneno yangu, nalo neno mnalolisikia sio langu, ila ni lake Baba aliyenipeleka. Maana yake ukisema unampenda Yesu, tunategemea kuona unalishika neno lake. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana nimekwambia msingi wa kwanza umejengwa katika misingi ya mitume na manabii. Hivyo basi tunaishi na kuamini kile ambacho neno la Mungu limesema. Hiyo ni namba 2. Tunaishi na kuliamini kile ambacho neno la Mungu limesema. Ndio maana sisi hatuna kitu kinaitwa udini. Mara misingi ya dini yetu, misingi ya dhehebu letu hatuna. Kwa sababu kanisa la Bwana limejengwa na neno la Mungu, full stop. Kanisa la Bwana sharti lijengwe na neno la Mungu, alijengwe na misingi ya madhehebu na dini na makanisa. Haleluya. Namba 3, kwa sababu tumejengwa na neno la Mungu, hivyo basi hatuamini katika mapambo ya nje, bali katika mapambo ya ndani. Narudia tena, hatuamini katika mapambo ya nje, bali mapambo ya ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Naposema hatuamini, lakini pia hata hatutumii mapambo ya nje yanawafanya wanadamu waonekane ni wazuri kwa nje, ili hali ndani ni vipande vya miti. Uzuri wa mkakasi ndani ni kipande cha mti. Uzuri huu ambao wanawake wale wanajitengeneza waonekane ni walembo, ni wazuri, wakiambiwa wanasema sisi wakiwaambia umependeza, anasema na uzuri umechangia. Kumbe uzuri ni wa Mchina, uzuri wa makeup za kutoka China au kutoka India au kutoka Uingereza, si kutoka wapi, ndiko wanakojivunia. Petro wa kwanza sura yake ni ya 3. Sema amen. Petro wa kwanza sura yake ni ya 3. Maandiko matakatifu yanasema hivi. Mstari wake ni wa 5. Maana hivyo ndivyo alivyojipamba. Tuanze mstari wa 4. Haleluya. Bali kuwe utu wa moyoni usionekana katika mapambo yasiyoharibika, yaani roho ya upole na ya utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Tunaamini hicho kitu, roho ya upole na ya utulivu iliyo ya thamani kuu mbele za Mungu. Mstari wa 5. Maana hivyo ndivyo walivyojipamba wanawake watakatifu wa zamani, waliomtumaini Mungu na kuwatii waume zao, kama vile Sara alivyomtii Ibrahimu. Umeona wanawake watii hawapaki nyuso, hawaweki makeup, hawatoboi masikio. Wanawake wanaowatii waume zao, wanaompenda Mungu, wanajikubali vile walivyo. Ukirudi mstari wake ni wa 2. Wakiutazama mwenendo wenu safi na wahofu. Wamfanye nini? Wamkubali Yesu. Mstari wa 3. Kujipamba kwenu kusiwe kujipamba kwa nje, yaani kusuka nywele na kujitia dhahabu na kuvalia mavazi. Kwa hiyo namba 3, hatuamini na hatukubali katika mapambo ya nje ambayo ni ya kuwapendezesha wanadamu watuone sisi ni wazuri, ili hali tumeumbika kutoka kwenye matumbo ya mama zetu. Bwana alitaja majina yetu tukiwa ni wazuri na tumekamilika, hata wanawake hata wanaume.
Maana leo tunaposema mapambo ya nje si kwa wanawake tu, hata wanaume leo hii wana mapambo ya nje. Hata wanaume tunaona wanasuka manywele, tunaona wanafanya hivi vya ajabu. Kwa hiyo wote, kuanzia wanawake na wanaume, hatuamini katika mapambo ya nje. Kwa mtu yoyote ambaye anatamani, mchungaji anatamani kujiunga na kanisa letu, popote pale ulipo, lazima uangalie misingi yetu ni katika neno la Mungu. Hili ni kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Kwa hiyo kwa vile tunaamini katika mapambo ya ndani, tunajishughulisha sana na mambo ya rohoni. Aliye wa rohoni anaishi kulingana na kanuni za rohoni. Aliye wa mwilini hayafahamu mambo ya rohoni na hawezi hata kuyajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Lakini namba 4, tunaamini katika uvaaji wa kujistiri. Tunaamini katika uvaaji wa kujistiri. Sio uvaaji wa kiolelaolela ambao unaonekana ndani ya makanisa leo. Kanisa halipaswi kuwa madangulo. Kanisa halipaswi kuwa sehemu ya watu kutangaza biashara zao za kujiuza. Narudia tena, kanisa halipaswi kuwa sehemu za madangulo, za watu kutangaza biashara zao, au watu kuonyesha mashepu yao, na maanisha kuonesha miili yao, kuonesha namna ambavyo Bwana amewakirimia maumbo, au namna ambavyo ni wazuri, au namna ambavyo wana mionekano yao mizuri. Sijui unanielewa. Lakini maana yake ni tunaamini katika uvaaji wa kujistiri, hata maungo yako yasionekane. Tunaamini mwanamke atavaa mpaka unakuta wanawake wamevaa ovyo, unakuta hapa kinama hivi, chakula cha mtoto chote kiko nje. Na wanawake wengi wa Kitanzania, si ni nature Afrika, sijajua nchi za wenzetu, wanawake wengi wa Kiafrika, kiwa ni binti anasamini maziwa yake, anasamini, na maanisha haya matiti yake, anasamini sana. Akishazaa mtoto, matiti yake yanakosa thamani. Why? Hiyo ni sehemu ya siri, ni sehemu ya kutunza. Kwa hiyo hatuamini katika uvaji. Unakuta mtu amevaa mwanakwaya, si anaimba, amevaa kila kitu kinaonekana, kila kitu nje, mara mgongo wazi, mara mapaja wazi. Hatuamini katika uvaji wa kiolela. Popote pale ulipo, natamani sana kuungana na kanisa hili la Uamsho. Tunatamani sana kufikia Tanzania yote, na tunatamani sana watu wamjue Mungu na wajue thamani ya kusitiri hekalu la Roho Mtakatifu. Wajue wivu ambao Bwana nawaonea dhidi ya hekalu lake kudhalilishwa. Wajue kuna lazima, kwani mavazi kitu gani bwana? Mavazi kitu gani bwana? Wewe joka, mwana wa majoka wewe. Mungu hapendi uchi. Mungu hapendi uchi. Hapendi watoto wako, sababu uchi ni dharau, ni kujidhalilisha. Unazalishaje hekalu la Roho Mtakatifu? Unazalishaje? Nasema unaongelea mavazi, acha niongelee. Wewe ujui kwamba kuna watu wanakosa mbingu kwa sababu ya mavazi. Ndio maana kwa mbishi. Kama utaki sukae pembeni, unabisha nini wewe? Sasa mimi ninasema kama nilivyowekwa Tanzania. Mtume Paulo anamwambia Timotheo, nimekuweka Efeso na mimi nimewekwa Tanzania niwakataze wanaohubiri injili kinyume na neno la Mungu. Ndicho nimetumwa hapa Tanzania, niwakataze. Ukisema wewe ni nani? Kwani na wewe ni nani? Sema amen. Kwa hiyo nimetumwa kuwakataza watu wasihubiri injili kinyume na neno la Mungu. Watu wahubiri sawa sawa na neno la Mungu. Ukiangalia hapa uvaaji wa kiolelaolela ambao unakuta ni hatari sana. Timotheo wa kwanza sura yake ni ya 2. Maandiko yanatuambiaje? Biblia inasema vivyo hivyo na wanawake nao wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri. Okay, angalia mstari wa 9. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri, pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, kwa kusuka nywele, wala kwa dhahabu na lulu, wala kwa nguo za thamani. Mavazi ya kujisitiri. Umeona hicho kitu? Tunahitaji mavazi ya kujisitiri. Sema amen. Kwa hiyo lazima watu wajisitiri. Mwanamume usivae mama kaptura, mwanamume usivae nguo vya kubana, mwanamume vaa vizuri, uonyeshe kifua, usivae masinglet huko mitano natembea. Mara mwanamke, wote lazima wajisitiri. Sema amen. Lakini namba 5, hatuamini katika mwanamke kuvaa mavazi ya kiume wala mwanaume kuvaa mavazi ya kike. Wewe mchungaji, kwani kuna mavazi ya kike na ya kiume? Biblia imeweka wazi. Sina lazima ya kusomea kila kitu. Lakini hata tamaduni ya Kitanzania imeweka wazi. Mavazi ya kiume unayafahamu. Mavazi ya kike unayajua. Na hata wewe mwanaume, wewe au mwanamke, unajua mavazi uliyovaa ni ya kina nani? Unafahamu.
Imekuja utandawazi eti suruali ni vazi la kike, kuna suruali nyingine za kike. Nani kakudanganya? Ni joka. Uone maumbile yenyewe yanavyokuonesha. Maumbile yanakuonesha kwamba umevaa vazi ambalo ni la kiume. Ndio maana unakuta mwanamke kivaa suruali na mchola shape. Hiyo ni uuzaji, maana unauza mwili wako. Unazini na wanaume ovyo. Wanaume wanaangalia, wanatamani kupitia namna ambavyo wanakuona na muonekano wako. Sasa unazini na wanaume bila wewe kujua. Sasa lazima tukwambie kwamba hayo ni mavazi ya kikahaba. Hata kama wewe ni mama mchungaji, ni mwimbaji wa nyimbo za Injili, hata kama watu wanakupenda, wanasema safi, wanakupigia makofi. Sio, umeelewa? Hata kama wanakupigia makofi. Kumbukumbu la Torati 22 mstari wa 5. Nimekataza. Ni machukizo mtu anayevaa mavazi ya kiume na ili hali ni mwanamke, na anayevaa mavazi ya kike ili hali ni mwanaume. Ni machukizo mbele za Bwana. Kwa hatuamini na haturuhusu. Mchungaji yoyote ambaye unatamani kuungana na sisi, unatamani kabisa kanisa lako liishi maisha ya utakatifu, piga marufuku hivyo vitu. Hata usipoungana na sisi, lakini piga marufuku hivyo vitu. Wanawake wajiheshimu na wanaume wajiheshimu. Ukristo ni wa thamani sana, tumenunuliwa kwa thamani sana. Lazima tujue kwamba Ukristo sio kitu cha kuchezea. Ili mlazimu wanaume kufa msalabani kwa ajili yako wewe na kwa ajili yangu mimi. Namba 6. Mwanamke haruhusiwi kulichunga kanisa. Mwanamke haruhusiwi kuwa mchungaji wala kuhubiri akiwa kanisani. Mchungaji, hizo si sheria. Hii sio sheria. Hii ni utaratibu ndani ya kanisa ambao Mungu ameweka. Mtumishi, sikiliza, maandiko yanatuambiaje? Timotheo wa pili 3. Mstari wa 18. Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 14. Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu. Mstari wa 15. Lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kuenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Kuna namna ya kuenenda ndani ya nyumba ya Mungu. Kuna namna ya kufanya nini? Namna ya kuenenda ndani ya nyumba ya Mungu. Haleluya. Kuna namna ya kuenenda. Hatuenendi ovyo ovyo. Iko namna. Ndio maana Mungu ameweka utaratibu. Ukisoma Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 12, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mwanaume, bali awe katika utulivu. Kwa nini? Kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Akatoa sababu za kuendelea hapa. Kwa mwanamke haruhusiwi kufundisha. Lakini utaangalia wanaopotoa maandiko wanachukua kipengele kimoja, usimtawale mwanaume. Lakini kipengele cha kufundisha, fundisha. Wewe askofu, wewe nabii, mtume, wewe unaopoteza wanawake, damu yao itatakwa mikononi mwako. Na wewe mwanamke utahukumiwa vivyo hivyo, lakini hawa wanaokupoteza nao damu zao zitatakwa. Simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha wala kumtawala mmewe. Yote mawili yanaenda pamoja. Lakini wewe unasema usimtawale mwanaume, ila kufundisha, fundisha. Mwanamke amekatazwa kufundishwa kanisani, kufundisha kanisani, ila nje anaweza kufundisha, watoto anaweza kufundisha, wanawake wenzake anaweza kufundisha, huko nje anaweza kashuhudia, lakini kanisani. Kwa nini? Mstari wa 34. Korinto ni wa kwanza mstari wa 34. Korinto ni wa kwanza mstari wa 18, sura ya 14 mstari wa 38. 14:34. Biblia inasemaje? Wanawake na wanyamaze katika kanisa, maana wana ruhusa kunena. Kunyamaza hapa ni katika kuhubiri. Bali watii kama vile nenavyo Torati nayo. Nao wakitaka kujifunza neno lolote na waulize waume zao wenyewe nyumbani mwao. Maana ni aibu wanawake kunena katika kanisa. Kunena wapi? Katika kanisa. Sio nyumbani, katika kanisa. Kunena wapi? Sio mtaani. Katika nini? Katika kanisa. Au je, neno la Mungu litoka kwenu au kuwafikia ninyi peke yenu? Mtu akijiona kuwa ni nabii au mtu wa rohoni ayatambue hayo. Kama wewe ni nabii au sio nabii, pengine ni mtu wa rohoni, yatambue hayo. Ninayoandikia kwamba ni maagizo ya nani? Ya Bwana. Sio maagizo ya kaputa, ni maagizo ya Bwana. Sio maagizo ya mchungaji wako, ni maagizo ya Bwana. Sio maagizo ya kanisa lako, ni maagizo ya Bwana. Sio maagizo ya mitume wako, ni maagizo ya Bwana. Mstari wa 39. Lakini mtu akiwa mjinga, na wewe mjinga. Kama umetaka kuwa mjinga, uwe nani? Mjinga. Mstari wa 39. Kwa ajili ya hayo ndugu, takeni sana kutubu. Anasema ukitaka kuwa mjinga uwe nani? Uwe mjinga, kwa sababu ni maagizo ya nani? Ya Bwana. Ukitaka uwe mzuzu, uwe zuzu tu. Hayo ni maagizo ya Korinto. Hayo maagizo ya Korinto. Sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza. Sura ya kwanza, Wakorinto wa kwanza 1. Paulo aliyeitwa kuwa mtume wa Yesu Kristo kwa mapenzi ya Mungu, na Sostene ndugu yetu,
kwa kanisa la Mungu lililoko Korinto. Moja, wale waliotakaswa katika Kristo Yesu. Umetakaswa katika Kristo Yesu? Kama umetakaswa katika Kristo Yesu, waraka unakuhusu. Walioitwa wawe watakatifu. Umeitwa kuwa mtakatifu. Kama umeitwa, waraka umekuhusu. Kama hujaitwa, basi wewe endelea kukataa hii ya wanawake kuwa wachungaji na kuhubiri kanisa na ikuhusu. Pamoja na wote wanaolitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo kila mahali. Unalitia jina la Bwana wetu Yesu Kristo? Kama unalitia, waraka unakuhusu. Bwana wao na wetu. Kama Yesu ni Bwana wako, waraka unakuhusu. Huna cha kukwepa. Sema amen. Sema amen. Huna cha kukwepa, mwana wa Mungu. Huu waraka unakuhusu. Waliandikiwa wa Korinto. Tuonyesha na Biblia yako iliyoandikiwa. Waraka wa Mtume Paulo kwa watu wa Tanzania au wa Kenya au wa Burundi au wa Zambia, uliandikiwa waraka gani wewe? Hili ndo neno la Mungu na hili ndilo tutapimwa kwalo. Waraka wa kwanza wa Paulo kwa Korinto, sura yake ni 3 mstari wa 10. Kwa kadiri ya neema ya Mungu niliyopewa mimi kama mkuu wa wajenzi mwenye hekima naliweka msingi, na mtu mwingine anajenga juu yake, lakini kila mtu na angalie jinsi anavyojenga juu yake. Maana msingi mwingine hakuna mtu awezaye kuweka isipokuwa ni ule uliokwisha kuwekwa, yani Yesu Kristo. Paulo alikuwa kama mkuu wa wajenzi aliyeweka msingi. Hakuna mchungaji wala nabii wala mtume awezaye kuweka msingi mwingine tofauti na huu. Haleluya. Ninaendelea na msingi wa kanisa takatifu la Uamsho Tanzania. Tunaendelea na msingi huo. Ulikuwa ni msingi wa 5 kama si wa 6, kwamba wanawake haruhusiwi kuchunga, kuwa wachungaji na kuhubiri kanisani. Hiyo ni shughuli ambao walipewa wanaume kuongoza kanisa. Sema amen.